uwezeshaji wa kiuchumi na uendeshaji. Hili tumelifanyia kazi kwa miaka yote na tunaendelea kutoa huduma za mikopo kwa wanawake, vijana wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, sambamba na kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa Wezesha Poto ambao unachagiza ongezeko la idadi ya wanufaika. Sasa hivi tunafikia karibu 50%. Na kupitia mfumo huo watu wenye ulemavu wanaweza kukopa mtu mmoja mmoja ama kikundi. Na kufikia mwezi wa 3 mwaka huu tayari shilingi bilioni 5.48 zimetolewa kwa vikundi 891 kwa ajili ya watu wenye ulemavu jumla hapa nchini. Lakini pia kwa mwaka 2024-2025 ruzuku imeongezwa hadi kufikia shilingi milioni 230 ikilinganishwa na shilingi milioni 200 zilizotolewa miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo kwa sasa tumepanda juu. Tunaimarisha utoaji wa huduma za afya kwa watu wenye albino kwa kipindi kuanzia mwezi wa 7 2021 hadi mwezi wa 6 mwaka jana 2024 kupitia bohari kuu ya dawa MSD ambayo nimeikuta iko hapa. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kusambaza katika mikoa yote 26 Tanzania kupeleka mafuta kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye albino. Na aidha mwaka wa fedha 2025 serikali yetu ilitenga bilioni 8.743 kwa ajili ya huduma za ustawi wa jamii. Lakini pia kulikuwa na shilingi milioni 182,859,160 ni kwa ajili ya ununuzi wa mafuta kinga tu ya saratani ya ngozi hasa kwa watu wenye albino. Tumetenga fedha katika kila halmashauri ya kununua vifaa ni kwa ajili ya walemavu wetu walioko kule. Moja, kwa wenye albino halmashauri inayo jukumu la kununua lotion, kofia na miwani. Pesa ziko kwenye halmashauri. Na kwa hiyo wanafunzi wetu wenye albino wanaosoma kwenye shule za msingi za kawaida ni lazima wapewe huduma hizi ambazo serikalini tunasema tunazitoa kwa umuhimu wake kwa bure kwa wanafunzi wetu wanaosoma shule za msingi, sekondari na huko. 2, kwa wenye uono hafifu, fimbo, mashine za kuchapia na makaratasi yatanunuliwa na halmashauri iwe ni sehemu ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia shuleni. Kwa halmashauri lazima ziratibu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, simamieni haya. 3, wenye ulemavu wa viungo kama hawezi kutembea kabisa, ni jukumu la halmashauri kununua baiskeli au kutafuta namna yote ile ili kijana huyu ambaye anashindwa kutembea apate kuondoka kutoka eneo moja mpaka eneo jingine. Ni lazima kila halmashauri inunue vifaa saidizi vya wale wanafunzi wote wenye ulemavu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.